askofu atajongea mbele ya altare na kuketi kwenye kiti, na baadaye baba mkuu wa shirika atawatambulisha watakaji, na mara baada ya kuwatambulisha kwa kuwaita majina mmoja mmoja, watajongea na kuinama mbele ya baba askofu, na kisha mkuu wa shirika atatoa ombi la kuwaweka kwenye daraja ya ushemasi hao watakaji. Na kama mama kanisa pamoja na baba askofu wataridhia, basi baba askofu atawateua ndugu hawa ili waweze kuwekwa katika daraja ya ushemasi. Ikumbukwe na kuzingatiwa, mara baada ya baba askofu kutangaza kwamba amewateua, sisi sote kabla ya kushangilia tukumbuke kuitikia tumshukuru Mungu. Karibu baba askofu na karibu baba provinsiale watambulishe watakaji. Wale watakaopewa daraja ya ushemasi wajongee hapa. Frateri Laurent Damas Kabila. Nipo. Frateri Johannes Gerlard Mfilinge. Nipo. Frateri Revocatus Andrew Bernard. Baba mheshimiwa sana, mama kanisa mtakatifu anaomba waweke hawa ndugu zetu katika daraja ya ushemasi. Je, wajua kama wanastahili? Baada ya kuwauliza Wakristo na kupata uthibitisho wa watu wanaohusika, nashuhudia kwamba wanaonekana kuwa Bwana Mungu na wa Mwokozi wetu Yesu Kristo, tunawateua hawa ndugu wapewe daraja ya ushemasi. Tumshukuru Mungu. Mashemasi wateule watakwenda kwenye sehemu iliyoandaliwa na kisha tutasikiliza homilia takatifu kutoka kwa baba askofu. Wapendwa wana kanisa, leo ni siku muhimu kwetu, kama ilivyokuwa jana, yenye umuhimu wa pekee sana katika maisha ya hawa ndugu zetu watatu. Leo pia ni siku muhimu kweli katika maisha yao ya daraja, ambayo kama mlivyosikia tumeanza kwa kuwateua katika daraja hii ya ushemasi.
Masomo yetu ambayo tumeyasikia siku hii ya leo yote yanaongelea habari ya huduma, utumishi katika maisha, katika watu. Na kwa namna ya pekee ieleweke na itambulike kuwa dhana halisi ya uongozi au kiongozi ni kutumikia kwa wale ambao wamewekwa chini yake. Hapa na pale inaonekana wazi kuwa uongozi kama ni fursa, kama ni kiki ya kufanya kila mmoja anayotaka yeye mwenyewe na kuwaacha, kuwapuuza, kuwabeza na kuwafutilia mbali wale ambao wanapaswa kupokea huduma hiyo. Na hivi uongozi kuonekana kuwa utafutwa kwa gharama yeyote na kwa mbinu yoyote, ili mradi tu fursa hizo zipatikane za kula. Katika maisha yetu, si tu katika kanisa, lakini hata nje ya kanisa, uongozi ni huduma. Uongozi unapaswa kuwa huduma kwa wale ambao wametusaidia kufikia hatua hiyo. Na kwa namna pekee hawa wateule wetu wataingia katika hatua hii ya uongozi ya daraja ambayo ni huduma. Msitafute vyeo au heshima, kutukuzwa au kuimbiwa nyimbo nyingi na nzuri, ila katika yote tafuteni kuwahudumia na kuwatumikia hii jamii ya watu iliyopo mbele yenu na mtakayotumwa kwenda kuitumikia. Ndio maana katika somo letu la kwanza linaonyesha nafasi ya utumishi, usaidizi ambayo Mungu anaamua kuiteua kwa kabila la Walawi na kumpelekea Haruni wawe msaada wake. Katika somo hilo, kati ya mengi yanayoongelewa, linadokezwa habari ya hema ya kukutania. Ni nini hiyo? Maana yake nini? Na ilikuwa ina kazi gani hema ya kukutania? Baada ya wana wa Israeli kupewa nafasi ya kuanza safari kwenda katika nchi ya ahadi, walipovuka bahari ya Shamu, tayari Mungu aliamua kumwambia Musa, kumwita na kumkabidhi amri 10 za Mungu, ziwe dira na njia ya kupita au kufuata hizo ili kufikia hatua halisi ya kule ambako wanatarajia kwenda. Hii pia ilikuwa ni ya muhimu sana, lakini ilionekana kuwa bado wana wa Israeli walikuwa na mahangaiko mengi na makubwa, na walimtaka Musa aseme na Mungu juu ya changamoto zao, lakini pia juu ya fursa mbalimbali walizozipata katika maisha. Na kwa sababu hiyo, Musa hakuonekana sehemu yoyote ya pekee ya kukaa na kuongea na Mungu. Ndipo Mungu alipomwamuru akamwambia atengeneze hema ya muda, temporal, ya kukutania, ambayo Mungu atakutana na watu wake. Na akaifanya hiyo hema ya muda ambayo ilikuwa na uwezo wa kubomolewa wakati wowote na kuendelea mbele, na isingekuwa ya kudumu, kwa sababu safari ya wana wa Israeli ilikuwa inaendelea mbele. Kwa hiyo walikuwa wanatengeneza hema ya muda, wakitoka hapo wanaibomoa, wanaenda tena mbele, wanatengeneza ya muda. Lengo lake ilikuwa ni nini? Pale ambapo wana wa Israeli walipokuwa na mahangaiko yao
au na sababu ya kumshukuru Mungu wao, walimwendea Musa, na Musa aliweka appointment kwa Mungu, na Mungu alikuja katika hema ya kukutania, na ishara ya kuwa Mungu amekuja katika hema ya kukutania lilikuwa ni wingu ambalo, kama tunakumbuka vizuri, ndio lile wingu lililowaponya wana wa Israeli walipokuwa wanatembea katika jua mambo mengi. Kwa hiyo lilipoonekana limekuja katika hema ya kukutania, Musa aliingia katika hema ya kukutania, na kule ndiko akasema na Mungu juu ya fursa au juu ya changamoto. Na waliamini, walipenda na wakaishi hivyo. Na kwa mwanzoni hema ya kukutania alikuwa anaingia Musa peke yake. Baadaye Haruni naye aliingia. Baadaye na Miriam aliingia. Miriam na Haruni wanaingiaje katika hema hii? Musa alikuwa na binti Mkushi, yaani binti wa Misri, alichukua kama mke wake, na wana wa Israeli walikasirika. Walivyokasirika, Haruni pamoja na Miriam wakasema, huyu Mungu anayeongea na Musa peke yake hakunena na sisi juu ya habari ya huyu mwanamke Mkushi? Walivyolalamika hapo, Mungu aliwaendea na akawaambia katika wingu hilo hilo, nendeni katika hema. Ilikuwa ni fursa ya Miriam na Haruni pia kuingia katika hema ya kukutania, na pale akaongea nao, akawahurumia, akawasamehe, na wao wakajua kuwa jambo lililotendeka lilikuwa jema na kumfurahisha. Katika nyakati zetu, hema ya kukutania ndiyo kanisa, lakini kwa kiasi kikubwa hema ya kukutania ni neno la Mungu. Wapendwa, hawa watatu ambao tumewateua wataifanya huduma hiyo ya kwenda katika hema ya kukutania, kubeba mahangaiko yote ya wanadamu, lakini furaha zote za wanadamu, na kwenda kukutana na Mungu, kusema naye. Wanawekwa kuwa wahudumu wa neno la Mungu, na wanapaswa kuifanya kazi hiyo vyema na kwa utii mkubwa, kwa sababu ni katika hali hiyo watabeba ya kwetu kumpelekea Mungu, lakini pia watabeba ya kutoka kwa Mungu kutuletea sisi. Na kama ndivyo, tuna sababu, tuna haki na wajibu wa kusali na kuwaombea sana katika huduma zao, ili huduma hizo zitendeke kwa kicho na zifane na zituletee mabadiliko chanya katika maisha yetu ya kiroho na ya. Tunapofanya siku hii pia tunakumbuka kuwa dhana ya utumishi inajitokeza pia katika somo letu la pili linalotoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 6 aya ya 1 hadi ya 7. Na kwa hakika hili ndilo lilikuwa chimbuko la mashemasi katika kanisa. Tunatambua kuwa vuguvugu na moto ulioletwa na Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste uliwatoa mitume kwenda kuhubiri habari njema sehemu mbalimbali. Lakini kwa nyakati hizo tayari walitengeneza jumuiya nzuri na ya kupendeza iliyokuwa inakaa pamoja, inasali pamoja, inakula pamoja. Kutokuwepo kwa umetume katika mgawanyo wa majukumu mbalimbali na hasa kuwagawia watu chakula ulianza kuleta manung'uniko hapa na pale, jambo ambalo kwa busara mitume walikubali kuketi pamoja na kuona kuwa ni vyema na inapendeza kuwa wao wasiache kuhubiri neno la Mungu, bali waendelee kuhubiri neno la Mungu
ila wawachague wasaidizi watakaowasaidia. Kati ya wasaidizi ndio hao tuliowasikia waliotajwa katika somo hili, nao kwa pamoja walipewa jina la mashemasi, wasaidizi. Hawa kazi yao ya mwanzoni kabisa ilikuwa ni kuhakikisha kuwa watu wote wanapata chakula, sio tu wale wajane wa Kigiriki waliokuwa wamekosa haki zao, lakini walihakikisha sasa wote chakula kinatolewa kwa usawa, kwa sababu yalikuwa ndio maisha au misingi ya ile jumuiya ya mwanzo. Na wakafanya kazi hiyo vizuri na wema. Miaka ilipozidi kwenda, kazi ilipata nguvu kubwa zaidi. Kaonekana kuwa wasisaidie tu katika swala la chakula, lakini pia wasaidie katika masuala mengine ya kiroho, ikiwa ni pamoja na kuwasaidia katika masuala ya masakramenti hawa mitume. Miaka kadhaa iliyopita, kwa kweli wakaanza kufundisha na kubatiza, na ili waweze kufanya vizuri na kwa nyakati zile, kwa sababu bado walikuwa na dhana ile ya kubatiza katika maji mengi, walikuwepo pia mashemasi wa kike ambao katika swala la ubatizo wa kike alibatizwa na wa kike na wa kiume alibatizwa na wa kiume. Baadaye ilionekana na ya kubaki katika swala hilo basi haina msingi sana. Ndio maana leo tunao mashemasi wa kiume tu na tunabaki nao na tunaendelea. Kanisa halijasema vinginevyo juu ya hali hiyo. Na sasa mashemasi wetu wanachukua jukumu kubwa zaidi. Wanatoka katika hali ile ya kugawa chakula na sasa wanaingia kwenye masakramenti na kazi nyingine kubwa zaidi. Wanatumika. Tuwaombe mtumike vyema katika kipindi chenu ili mkifurahie kipindi chenu cha ushemasi. Ukiwauliza mapadri walio wengi hapa, wote watakwambia wazi kuwa kipindi cha ushemasi kilikuwa ni kipindi cha neema, baraka, furaha na upendo mkubwa. Walio wengi hawasahau kipindi hicho katika mambo ambayo wameyafanya. Tungetamani na kuonja kuwa ninyi pia wafuasi wetu mtamani mfanye kazi vizuri, iache alama katika maisha yenu kama kipindi hicho kilivyoacha alama katika maisha ya mapadri na maaskofu wengi hata leo. Dhana ya utumishi pia inaendelea katika somo la Injili, na inatuambia kuwa yeyote anayetaka kuwa mkubwa lazima awe mtumishi wa wote. Na katika hilo Kristo ametutangulia kwa kuonyesha kuwa yeye mtumishi na amewatumikia hata walio chini yake. Itoshe tu kukumbuka ile siku ya Alhamisi Kuu alipokubali na kujifunga kiuno chake na kuwaosha miguu wanafunzi ambaye usiku uliofuata alimsaliti. Alitumika. Kwa onjeni thamani hiyo, onjeni nguvu hiyo na muishi katika maisha yenu. Mguseni Mungu katika huduma yenu ya ushemasi. Katika kipindi chenu hiki cha ushemasi mtaalikwa kufanya mambo mengi na mazuri. Kanisa kamwe linawaomba na kuwasisitiza msiache haya yafuatayo. Kwanza, mtatumwa kusali na kutafakari sala ya kanisa au sala ya vipindi. Na hivi kwa sababu mmeshaweka viapo vyenu juu ya jambo hili, kwa siku yoyote kuanzia rasmi leo baada ya kuwa mashemasi, ukindwa sala ya kipindi kosa tena ni dhambi na ni ya kuungama.
Jitahidini kupanga ratiba yenu vizuri na ya uhakika ili iwapatie fursa ya kusali na kushiriki mambo mengine yanayotakiwa. Mlipokuwa seminari mliongozwa na ratiba, na ratiba ilifuatiliwa kwa sababu alikuwepo mtu mwingine juu yenu aliyewakumbusha wakati wote juu ya kusali. Mnapoanza kuingia katika hatua hizi, wakati mwingine ratiba unapaswa kuitengeneza wewe mwenyewe kichwani, na hasa mkipata bahati mbaya ya kwenda sehemu ambazo jumuiya ni wewe mwenyewe. Jitahidi usijiruhusu kurudi nyuma kwa namna yeyote, ila weka ratiba yako vizuri na jitahidi kusali, kwa sababu hapo ndipo unapochota nguvu kwa ajili yako, lakini pia kwa ajili ya hawa wote au ulimwengu mzima. Kanisa litawaomba mtoe au muadhimishe sakramenti ya ubatizo. Linapofanya hivyo, lina maana, lina wahitaji. Mtumie vyema fursa hiyo, na mtakapopata nafasi ya kufanya hivyo, msiwe na sababu ya kujitetea. Nendeni mkawabatize watu, kwa sababu kwa hiyo ninyi pia mmeitwa na mmefanywa kuwa mashemasi. Busara itumike katika uadhimishaji wa sakramenti hii. Msikilize mkubwa wako anasemaje, msikilize anakuambia nini na anakupa maelekezo gani. Lakini kwa sababu tunao wakubwa walio wengi hapa ambao nafikiri wapo hao watatu watakaopata bahati ya kuishi nanyi, basi nawaomba tutumie ile kanuni ya liturujia inayosema kile ambacho wa chini anaweza kufanya wewe wa juu usifanye. Mpe nafasi ya kufanya, ya kuzoea kuingia katika hiyo, lakini pia kuionyesha jamii kuwa umuhimu na uzito wa daraja alilolipokea. Tusitoke tukaamua sasa ubatizo wote wetu, ndoa zote zetu, na kila siku jambo ambalo shemasi angeweza kulifanya. Lakini lingine pia, mtaitwa kutunza na kugawa Ekaristi Takatifu. Mtoka katika hatua hii ya kuwagawia watu mezani chakula cha kawaida, sasa mtagawa chakula cha kiroho. Watunzaji wa karibu pia pamoja na mapadri, lakini ninyi mashemasi pia mnakaribishwa kwa namna ya pekee. Heshimuni, thaminini juu ya uzito wa kazi hiyo na wa sakramenti hiyo. Isichezewe kwa namna yeyote, wala watu wasikufuru kwa namna yeyote. Wafundisheni, waelekezeni, kwa sababu hiyo ndiyo kazi yenu. Mtatumwa katika hilo swala la Ekaristi Takatifu kuwapelekea komunyo pamba waamini walio wagonjwa, mkiwatangulia kwa maneno yenu ya faraja, na pia kuwapatia Yesu ambaye ni mganga wa roho na miili yao. Usijisingizie huduma hii kwa mgonjwa, liwe ni hitaji la muhimu na la haraka. Katika yote busara itangulie. Lakini pia mtatakiwa kusimamia na kubariki ndoa takatifu kwa jina la kanisa, na hapa napo mna wajibu huo wa kufanya. Katika ulimwengu geugeu huu zipo ndoa za namna mbalimbali. Tumieni busara. Kanisa linafundisha ndoa iliyo ni kati ya mwanaume na mwanamke. Usimbariki watu wa jinsia moja popote, iwe uchochoroni au wapi. Hiyo sio katika kanisa. Tumaini tumejifunza mengi na kuona, lakini watu watakuja na fursa mbalimbali kutaka kukudanganya. Jiepushe na vitu kama hivyo. Mtatakiwa kuwasomea
na kuwafafanulia maandiko matakatifu waamini. Ukipata nafasi hiyo, ukipewa nafasi ya kuhubiri, fanya kazi vizuri na kwa upendo mkubwa. Aidha, mtatakiwa kubariki watu na visakramenti, na katika kubariki hapo hapo angalia unambariki nani na kwa wakati gani na wapi. Fanya kama kanisa linavyofundisha na kuelekeza katika mambo yake yanayohusu baraka. Lakini pia tutatakiwa kuongoza ibada za waamini. Tunapokuwa katika maadhimisho mbalimbali, shemasi yupo, wewe ndiye wa kuongoza sala za waamini. Mara nyingi shemasi yupo, lakini wengine wanakuja kufanya hiyo kazi. Kanisa linatufundisha, kutuhimiza na kututaka sala za waamini ni za shemasi kama yupo. Kama hayupo, basi usome, inawezekana pia. Lakini kama yupo, tumpe fursa hiyo, ni haki yake ya msingi. Na pia tutatakiwa kuongoza ibada za mazishi. Hizi na zenyewe zinaanguka kati yenu, kwa hiyo ibada hizo mzifanye vyema kwa kuwasindikiza waamini wetu waliokula mwili na damu pamoja nasi katika altare ya Bwana, na sasa wanaondoka, wapeni buriani kwa kusindikiza kwa amani na upendo. Haya ni baadhi ya mambo ambayo kanisa linawaomba na kuwahimiza kuyafanya, lakini yapo ambayo kanisa linaomba na kuhimiza msiyafanye. Kwa namna yoyote usiadhimishe misa takatifu. Kama ukikaa hapo mbele unaweza, kwa sababu hatua hiyo wewe bado. Kama sakramenti ya wagonjwa kumpaka mtu mafuta, hiyo wakati wake utafika. Sema hivi pia niongee juu ya wale wote ambao na wanaenda kuwapaka wenzao walio wagonjwa. Kuna ruhusa wala kibali cha kufanya huduma hiyo, na tukikugundua unafanya hivyo ni kosa kubwa kikanisa. Kwa niombe yale ambayo haturuhusi fanya tusiyafanye. Yapo mengi ambayo hamruhusiwi. Singependa kuweka litania ya msingi, ni yale ambayo ninyi mnatakiwa kufanya. Kwetu sisi, jukumu letu sisi wengine sote, sisi watawa na waamini wote, kuendelea kusali, kuendelea kuitikia wito wao wa daraja takatifu. Tusiwadai madai makubwa hiyo ambayo yanazidi huduma yao, ila tuwaombee saidie katika yale ambayo kweli yatasaidia kutimiza wajibu wao kikamilifu. Sababu pia tunapofanya matukio haya kuendelea kusali kanisa ili liendelee kweli kuwapata vijana wengi wa kiume ambao watakubali kufuata mifano kama ya hawa wateule wetu. Hawawezi mashemasi, lakini wana hatua zao katika mashirika yao. Lakini pia tuone sababu tunapomshukuru hawa, tunawashukuru pia wazazi, sababu wazazi wengi na wenye watoto ona sababu ya kuwa na moyo wa shukrani kwa Mungu kwa kumtolea kile ambacho yeye amekupa bure. Tusiwe wachoyo kwa kuwazuia watoto kuitikia miito takatifu hii katika kanisa. Na mara nyingi ukimlazimisha mtoto wako kuitikia wito sio wa kwake, utamtesa na kumhangaisha. Lakini pia tusiwalazimishe watoto wetu kuwa mapadri au watawa kama hawajaitwa katika huduma hiyo
muhimu na watakieni nyote majukumu mema na sherehe njema siku hii ya leo, tukiendelea kusali kwa ajili ya wale wetu mpaka hapo watakapokamilika katika huduma hii ya ushemasi. Tumsifu Yesu. Baada ya kusikiliza homilia takatifu kutoka kwa Baba Askofu, mashemasi wateule watajongea mbele ya Baba Askofu na kisha yatafuata mahojiano baina yao na Baba Askofu, ambapo mashemasi wateule watatakiwa kuthibitisha uthabiti wa nia yao mashemasi. Wa sana, kabla hamjajongea kupewa daraja ya ushemasi, kabla kudhihirisha mbele ya watu nia yenu ya kupata, je, mwataka kuwekwa wakfu kwa ajili ya huduma ya kanisa kwa kuwekewa mikono yangu Roho Mtakatifu? Nataka. Je, mwataka kutekeleza huduma ya ushemasi kwa unyenyekevu na upendo kama wasaidizi wa daraja ya ukuhani na kwa maendeleo ya Kristo? Nataka. Je, mwataka kushika fumbo la siri ya imani katika dhamiri safi asemavyo mtume na kuihubiri imani kwa maneno na matendo ya Injili na mapokeo ya kanisa? Nataka. Ninyi mlio tayari kukumbatia useja, je, mwataka kujitoa muhanga kwa Bwana Yesu na kutunza daima nia hii kwa ajili ya ufalme wa mbinguni katika huduma ya Mungu na wanadamu? Nataka. Je, mwataka kutunza na kukuza roho ya sala kadiri ya hali mpya ya maisha yenu, na katika roho hii kutekeleza kwa uaminifu sala ya vipindi pamoja na taifa la Mungu na kwa ajili yake na pia kwa ajili ya ulimwengu mzima kulingana na hali yenu hii? Nataka. Je, mwataka kuunganisha bila kukoma maisha yenu katika mwili na damu yake altareni? Kwa msaada wa Mungu nataka. Kwa msaada wa Mungu nataka. Na sasa wateule watajongea mmoja mmoja na kupiga magoti mbele ya Baba Askofu ili kuahidi utii kwa askofu wa jimbo na mkuu wao halali wa shirika. Je, waahidi kumpa askofu wa jimbo na mkuu wako halali wa shirika heshima na utii? Naahidi.
Basi Mungu aliyeanzisha ndani yako kazi njema, yeye mwenyewe aikamilishe. Je, waahidi kumpa askofu wa jimbo na mkuu wako halali wa shirika heshima na utii? Naahidi. Basi Mungu aliyeanzisha ndani kazi hiyo njema, mwenyewe aikamilishe. Je, waahidi kumpa askofu wako wa jimbo na mkuu wako halali wa shirika heshima na utii? Basi Mungu aliyeanzisha ndani kazi hiyo njema, mwenyewe aikamilishe. Na sasa itafuata litania ya watakatifu, na katika litania ya watakatifu sote tutasimama, na baada ya maneno ya utangulizi kutoka kwa baba askofu walilaza kifudifudi, lakini wengine tungepaswa kupiga magoti kwa sababu leo sio Dominika na sio kipindi cha Pasaka, lakini kwa sababu ya hali ya kanisa tutasimama, lakini tutapiga magoti. Ndugu wapendwa, tumwombe Mungu Baba Mwenyezi awamiminie kwa huruma neema ya baraka yake hao watumishi wake aliopenda kuwaita katika daraja takatifu ya ushemasi na upadre.
Maria mtakatifu mama wa Mungu, Mtakatifu Mikaeli, watakatifu malaika wa Mungu, Mtakatifu Yohane Mbatizaji, Mtakatifu Yosefu, watakatifu Petro na Paulo, Mtakatifu Andrea, watakatifu Yohane na Yakobo, Mtakatifu Maria Magdalena, Mtakatifu Stefano, Mtakatifu Inyasi wa Antiokia, watakatifu wa Melita, Mtakatifu Anyesi, Mtakatifu Gregori, Mtakatifu Agostino, Mtakatifu Atanasi, Mtakatifu Basili, Mtakatifu Martini, Mtakatifu Benedikto, watakatifu Francisco na Dominiko, Mtakatifu Francisco Xaveri, Mtakatifu Yohane Maria Vianney, Mtakatifu Katarina wa Siena, Mtakatifu Teresia wa Avila, Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Mtakatifu Maria de Mati,
Zacharias. Takatifu Yosefina Bakita. Takatifu Yohane Paulo wa pili. Takatifu Yohane wa 23. Takatifu Teresia wa Kalkuta. Takatifu Laurenti. Takatifu Revocatus. Takatifu Yohanes. Mwenye heri Isidori Bakanja. Mwenye heri Yohane Melini. Watakatifu wote wa Mungu. Uturehemie. Katika uovu wowote. Katika dhambi yoyote. Katika mauti ya milele. Kwa kujifanya mwanadamu. Kwa kufa na kufufuka kwako. Kwa kupaa kwako mbinguni. Kwa kumpeleka Roho Mtakatifu. Sisi wakosefu. Upende kulisimamia na kulilinda kanisa lako takatifu. Upende kumlinda Baba Mtakatifu na wote wenye daraja katika utumishi wa kanisa lako.
wateule hawa upende kuwabariki, kuwatakasa na kuwaweka wakfu kwa kazi yako takatifu. Upende kuwajalia mataifa yote amani na mapatano ya kweli. Upende kuwafariji kwa huruma yako wanaosumbuka na kuteseka. Upende kututhibitisha sisi na kutudumisha katika utumishi wako mtakatifu. Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Kristo utusikie, Kristo utusikie. Kristo utusikilize, Kristo utusikilize. Ee Bwana Mungu, sikiliza kwa huruma maombi yetu na la yale tunayopaswa kutekeleza katika huduma yetu. Wewe uliye mwema, uyategemeze kwa msaada wako, uwatakatifuze kwa baraka yako hawa waamini kuwa wanafaa kwa kutolewa, ili watimize huduma hii takatifu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Wateule watasimama na wote waliopiga magoti tusimame. Watapiga magoti mbele ya Baba Askofu, naye atawawekea mikono na baadaye itafuata sala rasmi ya kuwaweka wakfu. Kwa kuwawekea mikono na sala rasmi ya kuwekwa wakfu, wateule wanajaliwa karama ya Roho Mtakatifu kwa ajili ya ufa wa ushemasi.
Uwe nasi, Ee Mungu Mwenyezi, uliye asili ya neema zote na mgawaji wa daraja na mpangaji wa huduma. Wewe huishi milele na kuvifanya upya vitu vyote kwa maongozi yako ya daima. Yote kwa njia ya neno wako ndiye mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliye nguvu na hekima yako, huyatimiza katika nyakati zote makusudio ya upendo wako. Wewe waliunda kanisa lako, ndilo mwili wa Kristo, lenye tofauti ndani yake wingi wa mapaji ya mbingu, na lenye muunganiko mbalimbali na umoja wa ajabu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Jenga kwa kukua kama hekalu jipya kwa njia ya daraja 3 za huduma zilizowekwa nawe kwa utumishi wa jina lako. Tangu mwanzo uliwateua wana wa Lawi ili watekeleze huduma ya hema ile ya kwanza. Vivyo hivyo, mwanzoni mwa kanisa lako, mitume wa mwanao wakiongozwa na Roho Mtakatifu waliwachagua 7 kushuhudiwa kuwa wema, ili wawasaidie nao waweze kudumu zaidi katika kuomba na kulihubiri neno la Mungu. Wakisha wateua watu hao kwa kuomba na kuwawekea mikono, waliwakabidhi huduma ya meza. Sasa Bwana, tunakuomba usikilize sala zetu, watazame kwa wema hawa watumishi wako. Tunawaweka katika kazi ya ushemasi ili wahudumie kwenye altare zako takatifu. Tunakusihi, Ee Bwana, washushie Roho Mtakatifu ili waimarishwe kwa neema ya mapaji yako 7, wapate kutekeleza kwa uaminifu kazi ya kukudumia. Wawe mfano bora wa fadhila zote za kiinjili, wenye pendo lisilo na unafiki, wenye bidii kwa wagonjwa na maskini, mamlaka yasiyo makuu, wenye moyo mnyofu na ulio safi, waaminifu katika nidhamu ya kiroho. Katika tabia yao yang'ae maagizo yako, ili kwa mfano wa mwenendo wao wapate kufuasa katika taifa lako takatifu, nao wakitegemea ushuhuda mema wa dhamiri, wadumu kuwa imara na thabiti katika Kristo hadi siku ambayo baada ya kumfuasa mwana wako hapa duniani, kuja si kwa kutumikiwa bali kwa kutumikia, wastahili kutawala naye huko mbinguni. Tawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Vorrei avere 1000 lingua per mole del preziosissimo sangue. Ningependa kuwa na ndimi 1000 ili kutangaza upendo wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hizo zilikuwa ni ndoto za Mtakatifu Gaspari miaka 210 iliyopita. Na tazama, kwa sala hiyo ya wakfu, hawa ni wamisionari, hawa ni mashemasi wa kanisa takatifu Katoliki, na hawa ni mashemasi wa kutangaza neno la Mungu. Sasa mashemasi wetu watavikwa stola na dalmatika walioandaliwa. Kuvikwa stola na dalmatika kwa maanisha inayotolewa kuanzia sasa
katika liturujia. Kwaya, tunaweza kuimba tafadhali. Na sasa mashemasi mmoja mmoja watakwenda mbele ya askofu na watakabidhiwa kitabu cha Injili. Kukabidhiwa kitabu cha Injili kuashiria wajibu wa shemasi wa kuitangaza Injili katika maadhimisho ya kiliturujia, kama vile wa kuihubiri imani ya kanisa kwa maneno na kwa matendo. Pokea Injili ya Kristo ambayo umewa kuwa mhubiri wake. Angalia, usadiki hayo utakayosoma, ukafundishe hayo utakayosadiki, na ukashike hayo utakayofundisha. Pokea Injili ya Kristo kwa kuwa mhubiri wake. Angalia, usadiki hayo utakayosoma, ukafundishe hayo utakayosadiki, na ukashike hayo utakayofundisha. Pokea Injili ya Kristo ambayo umeweka kuwa mhubiri wake. Angalia, usadiki hayo utakayosoma, hayo na ukashike hayo utakayofundisha. Na sasa linafuata busu la amani, na atakayewatakia busu la amani ni baba askofu pamoja na mashemasi. Sasa mashemasi mikono mapade waliopo altareni, baadaye tutawageukia waumini tuwapungia mikono, na baadaye liturujia Ekaristi itaendelea kama kawaida, na mashemasi wapya mtaanza majukumu yenu mara moja sasa hivi altareni. Na sasa kupongeza ninyi kwa ninyi
kabla hamjatupungia mikono sisi wengine. Mikono waliopo altareni. Tuwapungie mikono mapadre upande wa kulia. Tuwapungie mikono waumini wote. Tuendelee na matoleo.